sawa na Mungu. Yaani wakati mtu anarejeshwa, anatolewa katika hiyo hali, anarudishwa katika ile hali ya kwanza. Anaomba brother unisomee waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Dhambi zetu tunaposamehewa, yani tunarudi katika hali ambayo Mungu mwenyewe aliona ni vyema atuumbe. Na tumefundishwa asubuhi ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ya yule muongo alipoingia na mwanadamu akakubali. Bwana abariki sana. Sasa tunapata msamaha wa dhambi. Biblia inasema nini? Yes. Bwana abariki sana. Anasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yani Mungu ni mwaminifu, anaweza kuturudisha katika hali ya kwanza. Amen. Anasema tunaziungama dhambi zetu. Hatuziungami dhambi zetu kwa wanadamu wenzetu. Unajua kuna sehemu zingine unaungama dhambi zako kwa mchungaji, kwa bishop, lakini Biblia inasema kwamba tunaziungama dhambi zetu kwake yeye, kwa sababu yeye ndiye mwaminifu ambaye anaweza kutusafisha na kuturudisha katika njia ambayo inampendeza. Bwana abariki sana. Na Biblia inasema katika Luka 7:48, Yesu Kristo mwenyewe alikutana na yule mwanamke. Ukisoma utakuta kuna mwanamke alimpanguza miguu na nywele zake. Bwana abariki sana. Na katika yote Bwana akamwambia kwamba umesamehewa dhambi zako. Tunapata kwamba urejesho moja yapo ni kusamehewa dhambi zetu. Bwana abariki sana. Alafu tunarudi katika njia za Mungu. Sasa tunatoka katika hali na mawazo ya kibinadamu, tunarudi katika mawazo ya kiungu. Bwana abariki sana. Alafu tunapata kubadilishwa kimaisha. Bwana abariki sana. Tuko pamoja? Haleluya. Tunapata kubadilishwa katika maisha yetu. Wakorintho wa 2:5, Wakorintho wa 2:5:17 inasema, na mtu akiwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo anafanywa kuwa kiumbe kipya. Bwana abariki sana. Yaani tukiwa ndani yake, kwa kushiriki neno lake, kwa kumwamini na kwa kugeuka na kwa kusamehewa dhambi zetu, tunapatikana ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunasamehewa dhambi zetu na tunafanya kuwa kiumbe kipya. Bwana abariki sana. Biblia inasema kwamba tukishakuwa ndani yake, ya kale yanapita, mambo yanakuwa mapya. Kuna mambo katika maisha yetu yanaanza kunyauka polepole. Bwana abariki sana. Kama mtu alikuwa haamini, anaanza kupata ufunuo polepole. Brother mmoja alisema kwamba alipokuja hakuwahi sikia injili ambayo nahubiriwa hapa, hajawahi sikia mahali popote. Na hata mimi sikuwahi pata. Na nilipokuja mara ya kwanza ilikuwa ni vigumu kuelewa. Lakini vile nilivyoendelea kuishi na uendelea kushiriki, nikapata kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni neno ambalo lilikuja kutufanya upya. Bwana wabariki sana. Sasa Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa kiumbe kipya. Yaani ya kale yanapita, unabaki kuwa kiumbe kipya. Bwana wabariki sana. Ya kale yanapita, yaani yanaanza kunyauka. Mahali ulikuwa unapatikana unakuta sasa huko upatikani, ni kwa sababu umekuwa kiumbe kipya. Bwana wabariki sana. Hii urejesho inakuja na uponyaji. Na tunaona Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa duniani kimwili, alikuwa akifundisha na alikuwa akiponya watu ambao walikuwa na magonjwa mbalimbali. Bwana wabariki sana. Tunaona katika Marko 5, yule mwanamke ambaye alikuwa na shida ya damu. Bwana wabariki sana. Ukisoma hii hadithi utakuta huyu mwanamke alitumia pesa zake zote, alitumia mali yake kitafuta matibabu. Bwana wabariki sana. Kumbe wakati mwingine tunaweza kuwa kisawa katika maisha ya ulimwengu, lakini bila Bwana wetu Yesu Kristo bado tuna upungufu. Amen. Biblia inasema kwamba yule mwanamke alitembea huku na huku akitafuta mahali pa kupata uponyaji. Lakini ipo siku Bwana wetu alipokuwa akihubiri na kufundisha habari njema ya ufalme wa mbinguni, watu walikuwa wengi ambao walikuwa wamemzingira. Lakini yule mwanamke aliazimia moyoni mwake, akasema hata kama kuna watu wengi, nitajipenyeza ili niweze kuguza pindo la vazi lake. Bwana wabariki sana.
alikuwa na imani kubwa, na tunaona ya kwamba alipoliguza vazi lake Kristo akasikia kama kuna nguvu zimetoka, yaani yule mwanamke akapata uponyaji. Bwana abariki sana. Kuna hali inaweza kutuweka kama wanadamu tuwezi kukataliwa na wanadamu wengine, lakini Kristo atakapoingia anafanya mambo yanakuwa mapya. Unapata kubalika katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya urejesho. Bwana wabariki sana. Tunakuta kwamba kuna uhusiano wetu na Mungu unarejeshwa. Wakati mtu anapata urejesho ndani yake, kwanza before urudishwe katika ile imani ya kumwamini, kuna mahali tulikuwa, kuna mahali hata wewe ulikuwa, mahali ambapo hatukupata kumwamini, mahali ambapo tulikuwa tunatembea kama wanadamu tukijua kwamba katika akili zetu tuko sawa, lakini baada ya kurudishwa tunapata ule uhusiano kati yetu na Mungu inarudi. Bwana wabariki sana. Sasa amen. Bwana wabariki sana. Amen. Yote 9 tunachapa, tunaendelea. Sasa uhusiano kati ya mwanadamu tunaona ya kwamba ulirudishwa wakati Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja kuwa mpatanishi. Bwana wabariki sana. Wakati uhusiano unavunjika hakuna maelewano. Wakati uhusiano unavunjika mambo hayaendi vizuri, kwa sababu Mungu alipotuumba kwa mfano wake alitaka tuishi na yeye pia aishi ndani yetu. Lakini tunaona uhusiano ulipovunjika, mwanadamu akakaa kando na Mungu akakaa kando. Lakini sababu ya neema, Kristo alikuja ili tuweze kupatanishwa, ule uhusiano uweze kurudi kati yetu na Mungu. Bwana wabariki sana. Amen. Warumi 5 mstari wa 1 tunapata amani. Unajua kuna watu hawana amani katika ulimwengu huu. Bwana wabariki sana. Wewe umeshakosa pesa alafu unakuwa katika ile hali una amani kabisa. Mimi nilikuwa hivyo. Kuna wakati nilikuwa nikikosa hata shilingi 100, amani hakuna. Itakuwaje? Inaanza kulialia. Nikiamka asubuhi, Mungu nibariki na pesa, Mungu nibariki na hii, nibariki. Lakini unafika wakati hata kama huna pesa unasikia una amani. Bwana wabariki sana. Yaani wakati wa urejesho mambo yanakuwa mapya. Hatuishi katika yale maisha ya zamani. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Ya mwisho, tunakuwa na tumaini la uzima wa milele. Amen. Bwana wabariki sana. Tunakuta kwamba wakati urejesho umefanyika kuna uzima wa milele. Na Yesu Kristo alipokuja, unajua kuna watu wanangojea uzima wa milele ije baadaye. Lakini wale wanaomwamini wako ndani ya ufalme wake, ufalme wa kiroho, wana uzima wa milele. Tunao huo uzima kuanzia sasa na hata milele. Hatungojei huo uzima uje. Huo uzima tunao sasa, kwa sababu ufalme wake ambao hauonekani katika ulimwengu huu umo ndani yetu. Bwana bariki sana. Anasema ufalme wako uko katikati yetu, miongoni mwetu, kwa wale wanaomwamini. Lakini kama wewe sio mwanafunzi, huo ufalme hutauona, utabaki ukingojea. Na hiyo siku itakapofika, Biblia inasema kutakuwa na kilio. Hatungojei kilio na kusaga meno, bali tunangojea kumlaki. Unajua kuna watu mwingine alikuwa ananiambia juzi, tutaenda mbinguni. Kristo atakapokuja tutaenda. Nikiwa nyumbani, mgeni anapokuja nyumbani, unaenda unamlaki, unarudisha, unamleta nyumbani. Bwana wabariki sana. Na Biblia inasema Kristo atakaporudi tutamlaki hewani. Yaani ile Yerusalemu mpya, sio ile wale wanapigania kule. Wakati hii dunia itakapoungua na mbingu, na hizo ndio mambo ambayo watu wengine wanasubiri. Lakini tuisi tunao huo uzima ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa wale wanaomwamini. Kwa hivyo tusubiri. Kitu kikubwa ni sisi tuwe wanafunzi wa neno la Mungu. Na neno ni Bwana wetu Yesu Kristo. Neno sio ule mwili. Biblia inasema kwamba wakati alikufa na kafufuka, akarudi katika ile uhalisi wake wa kawaida. Na alipoenda akasema kwamba nawatumia msaidizi, yani yeye mwenyewe. Na ndio maana tunataka watu wasome Biblia. Waibrania, ukisoma utakuta kwamba amesharudi, yuko ndani yetu. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo amekuja katika ndani yetu, yeye ni kama roho, yani nguvu zile zile zake. Kwa hivyo tumjui katika Mungu Mwana,
Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu, ni yeye akiishi ndani yetu, bado yeye ni yule yule. Ni kwa sababu amerudi katika hali yake ya kawaida. Na Mungu awabariki sana. Amen.